vyanzo vyake vya ndani vya makusanyo na kufanikiwa kukusanya shilingi milioni 329,577,547. Vyanzo hivyo vinajumuisha leseni za biashara, maliasili, huduma pamoja na tozo na faini. Mchanganuo wa mapato katika kila chanzo yanaonekana katika kiambatanishi cha makusanyo ya mapato ya robo ya pili. Sababu za kuvuka lengo la ukusanyaji wa mapato ni kutokana na usimamizi madhubuti pamoja na ukuaji wa shughuli za kiuchumi. Pia Baraza la Mji Kusini limeimarisha usimamizi, ufuatiliaji na ukaguzi wa vyanzo mbalimbali, jambo ambalo limeongeza uwajibikaji na ufanisi katika ukusanyaji wa mapato. Aidha, kutokana na mazingira bora ya kibiashara yaliyopo ndani ya wilaya Kusini yenye kuvutia wawekezaji, yameweza kupelekea ongezeko la maduka, kampuni na shughuli za ujenzi zinazohitaji vibali. Katika suala la uwezeshaji wa wajasiriamali, Baraza la Mji Kusini lilitoa mafunzo kwa vikundi 11 vya wajasiriamali shehia ya Kijini Makunduchi wilaya Kusini kwa lengo la kuwawezesha kufanya maombi ya fomu za mikopo kwa njia ya mfumo ambao unarahisisha utendaji kazi na kuleta ufanisi wa vikundi vilivyopatiwa elimu hiyo kama ifuatavyo. Jadwali linaonyesha jumla hiyo vikundi tulivyoainisha hapo juu. Vile watu 4 wenye mahitaji maalum walipatiwa mikopo, mmoja kutoka katika shehia ya Kibuteni, mwingine shehia ya Kijini Makunduchi na wawili kutoka shehia ya Mungoni. Kwa kipindi cha robo ya pili 2025-26, Baraza la Mji Kusini liliwasilisha jumla shilingi 35,597,947 kwenda Taasisi ya Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi kwa maana ya ZEA, ikiwa ni utekelezaji wa 442. Tuhakikishe tunafika wananchi wanaokaribu. Kwanza kutoa taaluma ya namna ya ukusanyaji wa mapato, lakini kuna swala zima la ujenzi kiholela. Hili tunataka mlimu nyinyi pamoja na masheha. Ndani ya wadi yako tunapokuta kuna watu 15-20 wajenga hawana vibali, maana diwani anahusika. Sasa wewe ndio diwani wa wadi uko pale, lakini kuna madiwani wengine 5. Tunaomba mfike kule, ujenzi wa kiholela tuache. Watu wajenga hawana vibali. Hapa nashukuru mkurugenzi alipoingia hapa katika mbio za mwanzo zile, tulikwenda tukakuta majengo takriban 390 yanajengwa hana kibali, na sisi tuko huko. Kwa hivyo spidi ile tuende nayo, lakini jingine kuna ujenzi. Tuhakikishe wanaojenga wanapata. Huwezi kutoka ukaenda huko ukaamua kujenga, maana kama unajenga una hati ile eneo lako la kujenga. Hata kama ile hati ile ya kimila tulikuwa nayo kwa kile cha sheha, lakini unajua huyu ndio mwenyewe, ili kuepusha migogoro ambayo imo ndani ya maeneo. Kwa hiyo niombe sana waheshimiwa diwani, tutekeleze wajibu wetu, na pale ambapo tunahisi tuna changamoto yote, mimi nikiwa mkuu wa wilaya hapa Kusini niko tayari kutoa ushirikiano, mawazo, fikra, lakini viongozi wetu, mwenyekiti na makamu wake, mkurugenzi na timu yake. Tumetoka kwenye halmashauri, tumekuja kwenye baraza la mji na tuna mpango wa kwenda kwenye manispaa. Ni kweli ni lazima tujipange kimanispaa. Hatutakiwi kujipanga kibaraza la mji. Manake kila tunachokipanga leo, kwa sababu tuna lengo la kwenda kwenye manispaa, tukijipanga kibaraza la mji tutabaki kuwa baraza la mji. Sasa kwanza tujipange katika miradi yetu hii ili ionekane kibaraza, ionekane kimanispaa. Madhumuni yangu ni kwamba katika hii miradi tunayoipanga basi tuwe na yote kwa jumla, alafu tutajenga kwa phase. Sisi wenyewe tutajenga pale ambapo tunapaweza, lakini mradi wetu anapokuja, mfano tumepata mfadhili, tukimwambia tuna mradi wa ujenzi Makunduchi, tunamuonyesha hata hajafika Makunduchi, mradi wetu ni huu hapa na una thamani ya bilioni 5, lakini sisi tuna milioni 2 tu. Hiyo itakuwa imeleta maana. Jambo jingine ambalo ningependa tulifanyie kazi vizuri sisi madiwani na watendaji ni uzoaji wa taka. Tumesikia ripoti nzuri ambazo zimewasilishwa pale, lakini pale kwenye mahoteli ambayo hayajajiunga na hili, na aliunganisha na kwenye mambo mengine, wanasheria watatusaidia. Je, tuna mambo ya kisheria yanayoturuhusu kumkamata, kumpiga faini, ikiwezekana kumfungia mwenye hoteli ambaye hajajiunga na kuzoa taka kampuni yetu? Kama hivyo ndivyo,
basi tuna wajibu wa kufanya hivi, kwa sababu hapa zimeandikwa karibu hoteli 255. Hoteli 255 hazijajiunga na kampuni zetu kuzolewa taka. Tafsiri yake ni kwamba hoteli hizi zote zinatupa taka porini, zinawapa watu wa kawaida. Kwa sisi tutaendelea tu kuzoa taka zinazotupwa. Sasa na wale wengine ambao hawajajiunga watatamani kutoka, kwa sababu pale wakijiunga wanalipa pesa kubwa kidogo, akienda mtu wa kawaida kijijini analipa pesa ndogo. Kwa bila shaka akiona mwenzake hajajiunga na kaachiwa, na wengine wataanza kupungua.